taarifa kuhusiana na mchezo wetu wa ligi ya mabingwa Afrika, mechi yetu dhidi ya Stade Malien. Mechi hii dhidi ya Stade Malien ambayo ndio itakuwa mechi ya mwisho hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika itachezwa siku ya tarehe 14 saa 1 kamili usiku katika dimba la Benjamin Mkapa. Tumezoea mechi zetu za ligi ya mabingwa Afrika mara nyingi ama mara zote huwa tunacheza majira ya saa 10, lakini mechi hii itapigwa saa 1 kamili usiku, ikiwa ni sheria ya CAF kwamba mechi zote za kundi husika zinapaswa kuchezwa muda mmoja. Na kwa mantiki hiyo basi mechi yetu sisi dhidi ya Stade Malien itakuwa saa 1 kamili usiku, na mechi baina ya Simba na Esperance na baina ya Esperance na Petro na yenyewe vile vile itakuwa muda huo wa saa 1 usiku. Maandalizi ya mchezo huu tayari yameanza mara baada ya kumaliza mchezo dhidi ya KMC. Moja kwa moja vijana wakaelekea kambini kwa ajili ya kuendelea na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huu. Maandalizi ya mchezo huu tulianza kuyafanya tangu tumerejea kutoka Angola, tukaingia kambini tukiwa tunafanya maandalizi ya Double Impact, tunafanya maandalizi ya kujiandaa na KMC, tukafanya na maandalizi vile vile ya kujiandaa na mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemalizana na KMC na sasa tunaendelea na maandalizi dhidi ya Stade Malien, na kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri. Leo tutakuwa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuendelea na programu hiyo ya mazoezi, na kesho Ijumaa tutakuwa uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Hali za wachezaji wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zinaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna hata mmoja ambaye ana changamoto ya majeraha, ukimtoa Wilson Nangu ambaye yeye aliumia katika mchezo wa ligi kuu hapa nyumbani, na baada ya hapo amekuwa nje akiendelea na matibabu. Taarifa mpya kuhusiana na Wilson Nangu ni kwamba mwishoni mwa wiki hii salumia katika mchezo wa CAF dhidi ya Esperance Benjamin Mkapa. Taarifa mpya ni kwamba mwishoni mwa wiki hii tutampeleka Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation. Ameumia kifundo cha mguu, ule mshipa wa kifundo cha mguu huku nyuma ndicho ambacho kimeumia. Kwa hiyo atakwenda Afrika Kusini mwishoni mwa wiki hii kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema atakuwa nje kwa muda gani, lakini kutokana na jeraha lake hatutegemei kwa Wilson Nangu kurejea uwanjani hivi karibuni. Maana yake ni kwamba ataendelea kupatiwa matibabu mpaka pale atakapokuwa yuko timamu kwa 100%, atarejea kuja kuitumikia Simba Sports Club. Kwa upande wa Yakub Ali Suleiman mlinda mlango, maendeleo yake ni mazuri na muda wowote atarejea katika kikosi kwa ajili ya kuendelea kuitumikia timu yake pendwa. Ndugu zangu wana Simba na waandishi wa habari, tunaelekea katika mchezo huu dhidi ya Stade Malien ambapo ukiutazama kwa jicho la kawaida, ukiutazama kwa jicho la kalkuleta, tayari Simba Sports Club tumeshapoteza nafasi, tumeshatolewa kwenye hatua ya makundi. Hata tukishinda mchezo huo hakuna mahala tunakwenda, lakini sisi kwetu mchezo huu ni mchezo muhimu kweli kweli, na tungependa kila mwana Simba akauhisi huu muhimu ambao tunautazama huu mchezo. Tungependa kila mwana Simba akaona thamani ya huu mchezo, ili kila mwana Simba aone umuhimu wa kuwajibika kuiunga mkono timu yake kuelekea katika huu mchezo, regardless of matokeo ya kwamba tumepoteza, hatuendi robo finali na kila kitu, lakini mchezo huu dhidi ya Stade Malien kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli. Nitatoa sababu kama 3 hivi kwa nini mchezo huu ni muhimu sana kwa Simba Sports Club.
Kwanza ni kwa heshima ya Simba Sports. Tunahitaji kupata ushindi katika mchezo huu kwa ajili ya kulinda, kuitetea na kuipigania heshima ya Simba Sports. Hata kama tumefanya vibaya hatua ya makundi, lakini hatutakiwi kuendelea kufanya vibaya zaidi katika hatua ya makundi. Kufanya vibaya zaidi maana yake ni kwamba ni kupoteza hata mchezo huo wa mwisho, huko ndiyo kufanya vibaya zaidi. Hatuko tayari kuona Simba yetu inafanya vibaya zaidi katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Maana yake tunataka kwenda kusimika heshima ya mnyama katika mchezo huu. Lakini nyote nyie ni mashahidi ya kwamba msimu huu hatujapata ushindi hata mchezo mmoja Benjamin Mkapa. Kuanzia mechi ya awali, ikaja mechi ya kwanza, zikaja mechi za makundi, mechi zote tumepoteza ama tumepata sare. Haya ni matokeo ya fedheha vibaya mno kwa Simba Sports Club. Hatuko tayari kuona fedheha hii inaendelea ndani ya Simba. Matokeo haya ya kutopata ushindi katika uwanja Benjamin Mkapa yametengeneza fikra kwa vichwani mwa mashabiki wetu ya kwamba uwanja ule ni mgumu, uwanja ule hautawaliki, uwanja ule hatuwezi tena. Na kama haitoshi, tumeipoteza dhana ya kwa Mkapa hatoki mtu. Hakuna mwana Simba mwenye imani tena na Simba anapokuwa Benjamin Mkapa. Imefikia wakati wana Simba wana imani na Simba yao anapokuwa ugenini huko, lakini anapokuwa Benjamin Mkapa wana Simba hawana imani. Hiyo imani imewapotea kwa sababu ya kutopata matokeo mazuri katika uwanja Benjamin Mkapa. Mechi dhidi ya Stade Malien ni mechi maalum kwa ajili ya kwenda kuondoa na kufuta hii dhana ambao mashabiki wetu wamekuwa nayo msimu huu. Tunakwenda kurejesha dhana ya kwamba kwa Mkapa ni nyumbani kwetu Simba Sports na kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kurejesha imani ya mashabiki wetu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa sisi tunaumudu na tunauweza kweli kweli. Mechi hii dhidi ya Stade Malien lengo lake ni kwenda kurejesha hiyo confidence ya wachezaji pamoja na mashabiki. Na kama haitoshi, sisi tumeshaanza maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Stade Malien ni mechi kwa ajili ya kufuta hiyo dhana, ili tunapoelekea ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao tukiwa hai, watu waondokane na hiyo dhana ya kwamba Benjamin Mkapa ni uwanja mgumu kwa Simba Sports Club. Sababu ya tatu kwa nini mechi dhidi ya Stade Malien ni muhimu kweli kweli kwetu wana Simba ni kwa sababu Simba hatuko tayari kupoteza mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja kwenye hatua ya makundi. Hii haijawahi kutokea na haitakiwi kutokea. Inna lillahi, tuendelee tusubiri umeme wake. Kwa nini mechi hii dhidi ya Stade Malien ni muhimu sana kwa upande wetu kupata ushindi? Kwa sababu haijawahi kutokea Simba katika ushiriki wake wa hatua ya makundi kupoteza mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja. Hata nyakati zile ambazo tulikuwa tunafungwa mabao matano na kina IS Vita Club, tunafungwa mabao matano na kina Al Ahly, tunafungwa mabao 3 na kina JS Soura, lakini wote hao walipokuja Benjamin Mkapa tuliwarudishia, tuliwafunga na mnyama akachukua alama 3 Benjamin Mkapa. Hii ndiyo falsafa, hii ndiyo sifa na hii ndiyo nguvu ya Simba Sports Club. Kama ambavyo ilikuwa kwa Petro alitufunga nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tukasema iwe iwavyo, ikiwezekana kufia katika uwanja wa watu kule Angola tuko tayari, lakini hatuko tayari kufungwa mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja. Hatuko tayari sisi kuwa ngazi ya timu kufuzu kwenda hatua inayofuata, sababu kwenye hatua makundi ukimpa mpinzani wako alama 6, maana yake wewe ndio ngazi ya yeye kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Simba hatuko tayari kuwa ngazi kwa timu nyingine kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Maana yake ni kwamba hatuko tayari
halitakaa litokee Simba tukapoteza mechi 2 dhidi ya mpinzani mmoja kwenye hatua ya makundi. Stade Malien alitubahatisha nyumbani kwao, Mali anakuja nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, atake asitake ataacha alama 3. Mnyama piga panga pangua, tunataka ushindi katika mchezo huo dhidi ya Stade Malien ili kuendeleza na kudumisha ile falsafa yetu ambayo tumejiwekea na imedumu kwa miaka na mikaka. Kwa hiyo Jumamosi tutakwenda kupambana kadri tuwezavyo. Wachezaji wetu watakwenda kujitoa na kujituma kadri wawezavyo ili twende tukapate matokeo katika mchezo huo siku ya Jumamosi. Na jambo moja la mwisho la msingi ni kwamba mechi hii inatazamwa across the world. Dunia nzima inaangalia mechi hii. Wanataka kumwangalia mnyama anamalizaje. Namna ambavyo ameanza kwa kusuasua atamaliza kwa kusuasua. Jicho la Waafrika, jicho la wanadunia liko hapo Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1. Hatuko tayari kuona tunaidhihirishia dunia ya kwamba msimu huu sisi tuko shagala bagala. Lengo letu ni kwenda kupata ushindi katika mchezo huu ili kila anayetazama mchezo huu aseme kwamba mnyama alianza vibaya lakini amemaliza vizuri. Huko kumaliza kwetu vizuri ndiyo maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Ombi langu ni moja kwa wanasimba. Kitu najua kinashuka chini kwa sababu uzito wangu umeongezeka baada ya Simba kuimarika na kuanza kufanya vizuri. Kwa hiyo vitu vinakuwa haviniwezi kuhimili uzito wangu. Hizo ndio raha za Simba. Mechi 3 uzito umeongezeka, raha zimerejea Msimbazi. Ombi langu kwa wanasimba, tunafahamu mechi hii kwetu hata tukishinda hakuna mahala tunakwenda, lakini kushinda ni muhimu kweli kweli kuliko kufungwa. Ukishinda maana yake ni kwamba unatengeneza confidence kwa wachezaji wako kuelekea katika vita kubwa ambayo tunaipambania huko mbele. Lakini kama haitoshi, bado tuna vita kubwa ambayo tumeiwekeza kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Ili tuweze kuwa na vita nzuri huko mbele, tuweze kushinda michezo ambayo iko huko mbele, lazima tutengeneze confidence katika mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemfunga Mashujaa, tumemfunga KMC, bado watu wanaona ya kwamba sio kipimo kizuri kwa mnyama na kujinasibi ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika. Sasa tunakwenda kuonesha siku ya Jumamosi ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika na tuna uwezo wa kuifunga timu yoyote Afrika ukiachilia mbali Stade Malien. Kwa hiyo mechi hii ya Jumamosi, ni waombe ndugu zangu wana Simba, tuache kupiga hesabu, tuache kuangalia tukishinda tunapata nini, tuache kufikiria sasa hatujakwenda robo finali, tuache kusononeka hatujafuzu safari hii, tuache kulalamika na kulaumiana. Tukubali tu ya kwamba mwaka huu mnyama hakuwa sawasawa. Kwenye mechi za mwanzo tumeshindwa kufuzu, hatujakwenda robo finali. Yaani tukubali kiroho safi ya kwamba mwaka huu tumeteleza, tunajipanga kwa ajili ya mwaka ujao. Tukisha kubali kiroho safi, maana yake tunafungua nafsi kila mwana Simba tarehe 14 aje Benjamin Mkapa kiroho safi, aje kuiunga mkono Simba yake. Twende tuwafikishie ujumbe wachezaji wetu kwa pamoja kwamba mmetupa heshima kubwa Afrika, mmetupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu kwa bahati mbaya mmeanguka, lakini sisi bado tuko pamoja na nyinyi. Tujiandae kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama msimu unaokuja. Hasa ujumbe huu wa kuwapelekea wachezaji wetu
tunatakiwa twende tukaupeleke sisi wana Simba kwa wingi wetu. Maana yake ni kwamba hakuna mwana Simba anatakiwa kubaki nyumbani siku hiyo. Hii ni siku ya mashabiki kwenda kuzungumza kwa vitendo na wachezaji wetu, kuwaambia kwamba msijali, tulisimama imara pamoja, tumeteleza pamoja, tunanyanyuka pamoja, tunaelekea mbele. Lakini tunakwenda kuwatia moyo kwamba bado tuko pamoja na tunawategemea na kuwaamini katika vita kubwa ambayo imebaki NBC pamoja na CRDB. Hasa ujumbe huu tunatakiwa wana Simba wote siku ya tarehe 14 tujitokeze kama ambavyo tumejitokeza kwa wingi kwenye mechi dhidi ya Esperance, tujitokeze kwa wingi ule ama zaidi ya wingi ule, twende tukawape ujumbe wachezaji wetu ya kwamba tuko pamoja na nyinyi, tuendelee na mapambano, tuendelee kuipambania Simba yetu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefikisha ujumbe mkubwa sana ambao athari yake chanya tutaiona katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC pamoja na mashindano mengine, lakini itakuwa ni ujumbe mzito kweli kweli wachezaji wetu kwanza kujipanga upya kwa ajili ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Mimi niwape pole mashabiki wa Simba, tumezoea kwenda robo finali, lakini mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali, na hayo ni maisha ya kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Kuna wakati unafuzu, kuna wakati unaanguka, kuna wakati mambo yanakuwa mazuri, kuna wakati mambo yanakuwa alijojo. Kwa hiyo asitokee mtu sasa akataka kunufaika na huku kufeli kwetu ndio akajifanya na uchungu sana na Simba, akajifanya na makelele mengi sana, akaanza kuwatusi na kuwadhihaki wachezaji wetu, akaanza kuwatusi na kuwabagaza viongozi wetu. Hii ni hali ya kawaida mno. Kuna kufuzu, kuna kushindwa, na unaposhindwa haukai chini na kuanza kutukanana wala kulomiana, bali unajipanga kwa ajili ya msimu unaokuja. Stellenbosch kacheza nusu finali mwaka jana, msimu uliopita. Msimu huu ameshindwa kutoboa hatua ya makundi. Mamelodi Sundowns mpaka sasa ameshikilia roho yake, hatima yake haijui. Amecheza nusu finali msimu uliopita, mwaka huu mambo yake ni magumu. Hiyo ndiyo football ndugu zanguni, unapanda unashuka. Muhimu ukishuka usikae muda mrefu hapo, nyanyuka, nenda kaipambanie timu yako. Ndugu zanguni wana Simba, pamoja na yote lakini mechi hii ina viingilio kama kawaida, na tunafanya hivyo kwa sababu ya ku-maintain standard ya timu yetu. Tungeweza kufanya jumla jamala kwa maana ya bure, lakini kwa hadhi ya timu yetu tunashindwa kufanya hivyo. Inatulazimu kuweka viingilio. Hiyo ndio standard ya ambayo nyinyi wenyewe mashabiki wa Simba mmeikuza na kuifanya timu yetu iwe hapo. Kwa mantiki hiyo, viingilio katika mchezo huu, mzunguko ni shilingi 3,000, VIPC ni shilingi 5,000, VIPB ni shilingi 10,000 na VIPA ni shilingi 20,000. Platinum ni shilingi 100,000 kamili. Wapinzani wetu Stade Malien wanataraji kuwasili Tanzania siku ya tarehe 13 alfajiri. Watafanya mazoezi siku hiyo tarehe 13 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na tarehe 14 wanamkia uwanjani kwa ajili ya kwenda kukamilisha ratiba na kumalizia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Waamuzi wa mchezo wetu wote wanatoka nchini Malawi na wanaanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa upande wangu ama kwa upande wa Simba Sports tumemaliza yale yote ambayo tulikusudia kuwaambia.